Mungu mtakatifu, uhimidiwe mfalme mkuu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa upendo wako na kwa rehema zako, mfalme wa falme. Utusamee Bwana, ututakase kwa damu yako. Baba, kwa jina lako lenye nguvu na lenye huruma, ninaomba rehema zako juu ya kila mmoja. Ninaomba utakaso wako kwa damu yako Yesu Kristo. Ninaomba fadhili zako na rehema zako, Mungu wa rehema. Asante kwa uaminifu wako, Mungu wangu na Baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo, fadhili zako ziwe nasi. Turehemu, tusamehe, tutakase watoto wako katika damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Mwokozi, asante Jehova. Asante kwa pendo lako na kwa neema yako na kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ututazame tena kwa huruma, uturehemu, utuoshe, ututakase na kutupa nguvu na kibali cha kusimama tena kwenye madhabahu yako, mbele zako watu wako wote wa kuaminiwa Yesu. Kwa damu ya Yesu naomba utakaso, tutakase wote, tutakase, tuhurumie, tusamee, turehemu, tuhurumie, turehemu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa kutupenda, asante kwa fadhili zako, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu na kuomba tuongoze kwa maandiko yote matakatifu, tunapoyasoma, tunapoyaangalia, tupate kukuona Bwana na kukusikia wewe na kukufahamu sana, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu akupe neema na ufunuo kwa Roho wake, tena uwe nasi katika siku nyingine njema kabisa. Karibu tuendelee kusikia neno lake, habari njema za ufalme wake. Tuendelee kuona habari hii juu ya umuhimu mkubwa wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu takatifu ya Mungu. Na tunaendelea na sehemu nyingine inayosema kwa habari hiyo ya madhabahu, kwamba ihudumie madhabahu ya Mungu. Madhabahu ya Mungu itakuhudumia. Jihusishe na madhabahu ya Mungu, nayo itahusika na wewe. Kile mtu anachokitaka lazima ukifanyie kazi. Chochote unachokihitaji lazima uchukue hatua. Chochote, hata kama ni kula chakula ulichokipika, lazima uchukue hatua ya kukiweka mezani na kuchukua mkono na kuchota kile chakula na kupeleka kinywani. Vinginevyo ukakaa tu, hakiwezi kuingia, wala utashiba wala utakula, utabaki unakitazama. Na hata kama ni kulala kitandani, lazima uchukue hatua ya kuchukua maamuzi ya kunyanyuka na kwenda, ili uingie, alafu unatuliza akili pale, usingizi upate kuja. Lolote lazima kuna kitu tunatakiwa tukifanye, na tukifanya kukaa au kuihudumu madhabahu ya Bwana Mungu, ndipo Baba yetu na Mungu wetu anakuja, anaweza kutusaidia, na madhabahu ya Mungu itafanya jambo kwenye maisha yetu. Tukinyamaza tu na madhabahu itanyamaza. Tukinyamaza, madhabahu ya Mungu itanyamaza. Sasa tusinyamaze, tuhakikishe tunakuwa wahudumu katika madhabahu ya Mungu. Na neno la Mungu linatuhakikishia, linataka tuwe wahudumu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Tunatakiwa kuwa wahudumu hata kwa mhudumu wa madhabahu nyingine za kiukoo, za kikabila, za kichifu, sijui za kinini, za waganga, za kidunia. Wewe kubali tu kusimama na madhabahu ya Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya sana. Tuanze na Isaya, alafu baadaye tutaenda ya Agano Jipya. Isaya 61, naanza na mstari ule wa 5. Isaya 61 naanzia mstari wa 5, nasema, na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Angalia mstari wa 6. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedhea wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki,
na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Anasema narudia pale, agana nao agano la milele, nitaagana nao agano la milele. Mstari wa 9 anasema, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu. Wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Amen. Akiendelea mstari wa 10 anasema, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Amen, amen. Akisema habari ya kuvikwa sasa, hilo ni vazi la kikuhani, vazi la kitumishi kwenye madhabahu ya Mungu. Huwezi kutumika kwenye madhabahu ya Mungu bila kuwa na vazi. Huwezi kutumika kwenye madhabahu ya Mungu bila kuwa na vazi maalum la kutumika kwenye madhabahu ya Bwana. Huwezi kuwa mhudumu anavyosema tutakuwa wahudumu, lazima tuwe na vazi la mhudumu. Unajua hata wale makatara, wale watu wa kugawa vyakula, wale watu wapishi wenyewe wana vazi la kipishi. Wakivaa unajua huyu ni mpishi. Manesi wana vazi la unesi, madaktari wana vazi la kidaktari. Basi ndio hivyo. Hata matrafiki wana vazi la trafiki. Hata wale watu wa kuokoa watu katika maji wana mavazi ya kwenye maji, au niseme msafiri wa kwenye maji ana vazi la kusafiria kwenye maji. Vazi tofauti na lile la kwake, ana vazi lingine ambalo ikitokea dhoruba, ikitokea amedumbukia kwenye maji, anaelea hazami, hatazama. Na sisi dunia hii ni kama dimbwi, ni kama libari limoja hivi. Kuna mahali imetengenezwa hiyo bahari inataka kumeza mtu mmoja, lakini natupasa tuzembee na vazi litakalo sababisha hata kama ikitokea dhoruba hatuzami, tunabaki tunaelea, na Bwana atakuja atatunyakua. Haleluya! Bwana Yesu atatunyakua, atatuweka mahali salama. Amesema katika Isaya hii, hata upitapo katika maji mengi, maji hayo hayataweza kukugharikisha, hayatakuzamisha, bali mimi nitakuwa pamoja nawe. Isaya 43 mstari ule wa kwanza, Isaya 43 mstari wa pili, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha, uendapo katika moto nitakuwa pamoja nawe, nitakuokoa. Kwa hiyo maji yajapo hatuzami, hayatatuzamisha, hayatatuangamiza, kwa sababu sema tu, kwa sababu tunalo vazi la kikuhani, vazi la wokovu, vazi la haki, vazi la kutembelea kwenye dunia. Wengine wamevaa mavazi ya ajabu na wanaenda nayo kanisani. Hapana, vaa vazi ambalo wengine wakitazama wanasema kweli huyu Mkristo. Na vaa vinguo vinavyotamanisha watu. Hapana. Hapo watu wanayumba sana, na wengine wanaleta story zao za ajabu. Wewe vaa vazi linalokuhusu mwanamke, vaa vazi linalokuhusu mwanaume, vaa vazi ambalo hata mtu akitazama anasema kweli amevaa vazi la heshima. Hata kama ni vazi la 10,000 lakini la heshima. Yaani alionyesha uovu, uharibifu wa utamanisho kwa wengine. Tuna vazi. Wana wa Mungu wanatakiwa waonekane katika mng'ao, waonekane katika sura inayovutia wengine. Haleluya. Kwa nini? Anasema sisi tutaitwa makuhani wa Bwana, watumishi, wahudumu wa Mungu aliye hai. Amesema wageni watasimama, watakuwa wahudumu wetu, watunzaji wa mashamba yetu na mifugo yetu. Wao ndio watakao simama huko. Alafu sisi tunapewa jukumu lingine, jukumu la mambo yale ya kifamilia, au mambo yale ya uzalishaji. Sio kifamilia sana, sio familia ikiwa kuitunza wenyewe,
lakini anasema jukumu lile la maendeleo la kimaisha, la kujipatia kipato, hapa Biblia inatuonyesha kwamba jukumu hilo watakuwa wengine, yani tutakuwa tumeajiri watu kwenye kazi zetu za viwanda, za mashamba, tutakuwa tumeajiri watu, wageni watakuwa ndio wahudumu wakituhudumia. Alafu sisi huduma yetu itakuwa ni madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Hadi Baba wa mbinguni, naomba ikatimie hata sasa. Wakati mwingine hatujajua hadi kama hizi. Wakati mwingine sisi tunakwenda tu, tunafanya tu, hatutafakari. Tusamee. Naomba Bwana Yesu jambo hili katimie sasa, kwamba sisi tutakuwa hudumu tu wa kazi yako, na katika malango yetu na katika kazi yetu tutawaajiri wengine. Bwana Mungu amesema wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Yani kwenye eneo la uzalishaji lote tunatakiwa tuajiri watu, tunatakiwa tuwe na kuajiri watu. Alafu mstari wa 6 anasema bali ninyi mtaitwa wahudumu wa Mungu wetu, mtaitwa wahudumu, bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Bali wewe, mimi, tutaitwa wahudumu wa Bwana, wahudumu wa Bwana. Hata kama kuna kazi ya umeajiriwa utakuwa unaifanya, lakini katika sehemu kubwa ya maisha yako au maisha yetu lazima yawe na watu tuliowaajiri, kwa maana ya kwamba hatutajishughulisha na kazi sana za kujipatia, ila sisi tutakuwa sana na kazi ya kumtumikia Bwana Yesu, kazi ya madhabahuni kwake, ili kwamba tusije tukalemewa na kazi za kujipatia uchumi, kipato, tukaiacha kazi ya Yesu. Hapa ni wote wanaomwamini Yesu wanatakiwa wawe hivi. Wote wanaomwamini Yesu wanatakiwa wawe hivi. Manake tulitakiwa tuwe matajiri, ambapo sisi tutakuwa waajiri tu, waajiri watu wafanye kazi zetu zile ziendelee. Alafu sisi sehemu yetu kubwa ni utumishi. Bwana Yesu atusaidie, atubariki katika hili sana sana. Neema ya Mungu itusaidie kufahamu jambo hili. Ninyi mtakuwa makuhani wa Bwana. Mtakuwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Tutakula na utajiri wao wa mataifa. Tutakula utajiri wao. Tutakula utajiri wa mataifa. Mungu ndiye asema tutakula utajiri wao. Sasa inawezekana pia mataifa ni watu wasio hata wokoka, lakini Mungu anasema tutapata faida kupitia wao. Sisi tutapata maendeleo kupitia wao. Na kwa jina la Yesu neno hili likatimie kwa kila muaminie Bwana Yesu. Baba, neno hili likatimie kwa kila kuaminie. Baba, ni neno lilolinena na ni kusudi na mapenzi yako. Naomba ikawe sawa sawa neno hili kwenye maisha yetu. Katika jina lako Yesu Kristo, tujalie watumishi na watoto wako. Mungu anatuita kwa wahudumu. Anawaita wa Israeli taifa lake kuwa ninyi ni wahudumu, makuhani wa Bwana, makuhani wa Bwana. Ukianzia kule mstari wa kwanza, Isaya 61 kuanzia kule 1, anasema Roho wa Bwana juu yangu, watangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Habari njema amenituma kwa habari njema kwa waliovunjika moyo, watangazia mateka kufunguliwa kwao. Halafu ndipo sasa wakishafunguliwa, ukiendelea kule anasema na habari ya kuvikwa vazi, mstari wa 3, kuagizia hao waliao katika Sayuni, kuagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, vazi la sifa badala ya roho nzito, wavikwe vazi sasa la kitumishi. Ndio kwenye mstari wa 10 tena narudia
kinachofanana na kile cha mstari wa 2 na wa 3 katika Isaya 61. Tutavaa na vazi la kihuduma la kutumika mbele za Bwana, mbele za Mungu wetu. Tunahitaji kuwa na vazi. Vazi lenyewe ni wokovu, utakatifu ni vazi. Wokovu ni vazi, utakatifu. Utakatifu ni vazi. Kama ambavyo hata kwa habari ya upande wa pili, uongo unaitwa ni dhambi, au uovu ni vazi. Uongo ni vazi. Kwenye Waefeso wanasema basi uvueni uongo, mkavike ukweli, mkajaze kweli, mkaseme kweli. Vua, kinachovuliwa ni vazi. Vazi ndio linalovuliwa. Haleluya. Anasema tukavue vazi hilo. Hapa asema naam, tutaitwa wahudumu, mtakula na utajiri wa mataifa, mtaitwa wahudumu. Hakikisha unaendelea kuwa mhudumu katika patakatifu pa Mungu. Hakikisha maisha yako yanakuwa ni ya kuhudumia madhabahu ya Mungu aliye mtakatifu. Hakikisha maisha yako yanakuwa ni yanatumika kwenye madhabahu ya Mungu. Maisha yetu kwa asilimia nyingi yanatakiwa kuwa kwenye huduma, kwenye kumtumikia Jehova aliye hai, kwa sababu alituleta ili tuwe wahudumu. Tuwe wahudumu katika patakatifu pake, tuwe wahudumu katika ufalme wake, tuwe wahudumu katika kazi yake iliyo njema. Tumhudumu, tufanye kazi yake, tuifanye kazi yake iliyo njema, na baraka mingine yeye ataiachilia tu. Basi ni jukumu letu, inatupasa kuinuka na kuwa katika utumishi huu mwema, utumishi huu mwema, utumishi kulitumikia kusudi la Bwana, ambalo Bwana anataka tukae hapo, tutumike hapo, tukae hapo, tumtumikie Jehova Bwana katika madhabahu yake iliyo takatifu sana, madhabahu yake iliyo njema na takatifu. Haleluya. Na sasa tukishakuwa wahudumu, kuna kitu kitakuja kule juu kwenye mstari wa 1, wa 2, wa 3. Anasema habari ya watu walio katika matatizo, katika aibu, maskini, waliovunjika moyo, watu walio katika hali mbaya. Alafu sasa wanaambiwa wavikwe vazi, wabadilishwe hayo maisha. Wakishabadilishwa wavikwe vazi. Alafu wakishavikwa vazi, inakwenda mstari ule wa 5, anasema kitakachokuwa kinaendelea kwenye maisha yao. Mstari wa 6 anasema watakachokuwa wakikifanya na wakikifanya kwenye madhabahu ya Bwana. Mstari wa 7, wanaweza wasifiwe. Ukiangalia mstari wa 7 anasema sasa watu hao sasa waliokombolewa watakuwa hivi: badala ya aibu watapata maradufu. Kwa hiyo badala ya kuaibishwa na dunia, badala ya kuishi maisha ya aibu, sasa wataishi maisha ya kupata maradufu. Watapata maradufu. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Mtapata maradufu, heshima, baraka, mafanikio. Kwa sababu mtu mtenda uovu anaishi maisha ya aibu, lakini pia mtu ambaye hana kitu kwenye maisha yake anatembea kwa aibu. Sina nyumba, sina pesa, sina hiki, sina kile, anatembea kwa shida, anapata shida ndani yake, anafadhaika ndani. Sasa Mungu ndipo anawaambia mmeshabadilishiwa maisha, mmeondolewa. Kwa hiyo badala ya hivyo sasa mtapata maradufu, na badala ya fedhea wataifurahia sehemu yao. Mungu anataka tusifedheke, Mungu anataka usifedheke. Ili tusifedheke na kuaibika, ikororoishi, ingia kwenye madhabahu ya Mungu, kuwa mhudumu wa Bwana. Kuwa mhudumu wa Bwana lazima kuna kuvikwa vazi, lazima kuna kuwezeshwa na kuwekewa heshima au kupewa heshima. Heshima ambayo watu wakiona wataona heshima, wataona maisha yaliyojaa heshima, maisha yaliyojaa baraka yawe kwetu, sio maisha ya aibu. Mungu atuvue aibu, atuondolee maisha ya kuaibika, tuondolee maisha ambayo ni matupu, maisha ya utupu. Tuwe na maisha ya kuvikwa, maisha yaliyojaa kuvikwa. Tumevikwa, tunavikwa na Bwana. Vikwa,
vikwa uweza, vikwa vazi, vikwa heshima, vikwa kibali, tuvikwe. Baba, ona neno lako, kumbuka, niangalie, takusii, katuvike hiyo heshima na maisha ya utajirisho na utumishi uliotukuka katika madhabahu yako Bwana. Haleluya sana. Kwa hiyo maisha ya wale watakaotumika yatakuwa si aibu, sio ya uovu tena, sio ya taabu tena, lakini ni ya heshima kabisa. Na ni baada ya kuwa wahudumu. Rudi mstari wa 6. Ni baada ya kuwa wahudumu. Kwa hiyo ukiona watu wanaishi maisha ya kifahari na mavitu vengi na wanaheshimika, lakini kama hawana Yesu ni kazi bure, ni upepo mtupu. Upepo unatoka tu, unausikia, afu uone unaenda wapi, unapoteleaga tu, unapotea. Na ndivyo walivyo wasio na Yesu ndani yao. Wasio na maisha ya wokovu ni kama upepo kwenye dunia. Thamani walio nayo, utajiri na vyote walivyo navyo vitapeperuka na kuipita kama upepo, alafu havijulikani vinaishia wapi. Ila walio na Bwana, utajiri wao, fedha zao, mali zao ni za heshima, zinaheshimika na mbingu, na Mungu anatupa kustawi na kukaa sawasawa katika utukufu wake, na mapenzi yake kuendelea kutimizika ndani yetu, nasi kuendelea kujazwa utajiri, heshima na baraka. Karasa yaru. Naam, twende angalia mstari wa 9. Anasema, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu wote wawaonao watakiri ya kuwa ragushirisi emaya rabus mesia akarabus. Wote watuonao watakiri ya kuwa sisi ni uzao uliobarikiwa. Mstari wa 9, Isaya 61:9. Kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu wote wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa. Kimebarikiwa na nani? Sio na dunia, wala sio na pesa na mali za dunia na vitu vya dunia, bali na Yesu mwenyewe, ambaye vitu vyote viko chini ya miguu yake. Katika Waefeso anasema, Yesu, vitu vyote viko chini ya miguu yako. Yesu, vitu vyote viko chini ya miguu yako. Fedha, mali, magari na vingine. Bwana, watu wanatafuta kwa kutabiriwa, lakini hatuhitaji kutabiriwa hapo. Tunahitaji tu kukumbusha kwa kuwa ahadi ni yako na vitu vyote viko kwako. Mwambie Bwana na Mungu akutendee. Ng'ang'ana kuwa mhudumu wa Kristo, mhudumu katika madhabahu ya Bwana Yesu. Uwe mhudumu siku zote. Ndipo anasema kizazi chetu kitakuwa kizazi kilichobarikiwa. Tutakuwa na familia zilizobarikiwa katika jina la Yesu, zilizojazwa neema na baraka ya Bwana. Na kizazi chao kitajulikana na watu kwa ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Nao watakuwa wahudumu wa Bwana katika madhabahu ya Bwana. Haleluya sana, na jina la Yesu litukuzwe sana. Limetuponya, linatuponya, limetubariki. Wakorintho wa pili 3:6-8. Wakorintho wa pili 6:6-8. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 8. Naye ndiye aliyetosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huwa bali Roho huisha. Mstari wa 7, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Huduma ya Roho ni katika agano jipya sasa, kwamba Yesu anasema, amekuja anasema, ninawamwagia Roho, mnapokea nguvu akishawajia huyo Roho Mtakatifu. Alipokuwa akiondoka akasema, siondoki nikawaacha hivi hivi,
na waletea msaidizi, mwalimu, kiongozi, msaada atakayewafundisha na kuwakumbusha yote, Roho Mtakatifu. Yohana 14:16 na kuendelea inatuhakikishia hiyo. Haleluya. Naam, asema kwamba naye ndiye aliyetosheleza kwa wahudumu, naye ndiye aliyetosheleza kwa wahudumu wa agano jipya, si waandiko. Si waandiko maana kishasema si waandiko, maana sio wa Torati tena, sio wa kale, sio wa agano la kale, bali wa agano jipya. Sasa tuko agano jipya. Kuna watu wanajiita Wakristo lakini bado hawaelewi, na wakiambiwa ukweli wanakasirika. Kuna watu wameshikamana sana na mambo ya kale. Sasa agano jipya lipo na agano la kale, jipya na la kale lipo. Lakini lazima tujue kwamba kuna mambo tulishaama, tumetoka kule kale. Kuna mambo tutayatumia, lakini kuna mambo mengi ni katika agano jipya, ni katika kile Yesu ametuletea, kile ambacho Yesu ametuletea. Na ndipo anasema hapa tutakuwa wahudumu. Sasa agano jipya linakuja. Angalia agano la kale kule anasema mtakuwa wahudumu wa Bwana, makuhani wa Bwana. Lakini hapa anaeleza kitu cha ziada. Sasa katika agano jipya anasema naye ndiye aliyetosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si waandiko. Si waandiko maana yake kulikuwa kuna upungufu, kama ambavyo katika Waebrania anasema kusingekuwa na upungufu au udhaifu, agano jipya lisingekuja. Limekuja kwa sababu lile lilionekana kuna upungufu au halikuweza, watu walishindwa kukamilika katika lile. Mungu akabadilisha kwa neema yake, akatubadilishia mwelekeo mwingine. Asante Yesu kwa yale yaonayo katimie kwa jina la Yesu, yakajengeke yakafanyike. Asante Yesu. Naam, ametosheleza kwa wahudumu wa agano jipya, si waandiko bali wa Roho. Sasa kilichoongezeka ni wahudumu wanaoongozwa na Roho. Wahudumu wa kale waliongozwa na sheria, Torati. Hao ni makuhani wale, watumishi wale wa Israeli wote walitembea kwenye sheria, waliongozwa na sheria, walikuwa chini ya utawala unaoitwa wa sheria, ndio kiongozi wao. Sisi tuko chini ya neema kwa Roho Mtakatifu, tunaongozwa na Roho. Kwa hiyo huduma tunayoifanya ni huduma ya kiroho. Maneno tunenayo, mahubiri tuhubirio, mafundisho tufundishayo, maisha tuyaishio ya kiroho ya Kikristo ni ya kiroho, ni ya Roho. Roho Mtakatifu ndiye anayesema, ndiye anatuongoza. Huduma tuifanyao tunaifanya kwa Roho. Tumsikia Roho anataka kusemaje. Kwa sababu pia hata sasa pia katika wale waitao wa Kristo, nao kwenye madhehebu mengine bado wanajitumia sheria, ni kama vile wako agano la kale, kwa sababu wanakwenda chini ya utawala wa sheria. Baadhi ya madhehebu ya Kikristo, baadhi, si wote, lakini wengine wako wanaenda kwa sheria tu. Kwenye dhehebu lolote la Kikristo inatakiwa kwenda kuongozwa na Roho. Namna ya kuhubiri, namna ya kuendesha kanisa, namna ya kuendesha hilo dhehebu linatakiwa kuendeshwa kiroho, kwa Roho kabisa. Lakini wengine wameingiza siasa zao, wameingiza mambo yao. Wameruhusu na mambo ya kisiasa ambayo yana mahali pake. Wamewapa nafasi watu wa dunia. Labda niseme hivyo, simaanishi kwamba hatutaki kuiongelea siasa, kwa sababu kilichoanza ni kanisa, ambalo ndani ya hilo kanisa ndipo pia kulikuwa una utawala wa kisiasa wa kuongoza dunia, kuongoza watu, ambapo Mungu alikuwa anaongoza watumishi kwenda vizuri. Lakini hapa siku zilipoendelea sasa, mambo ya kuja kubadilishwa watu kwa sababu ya tamaa zao na viburi vyao wanafanya wanavyotaka. Lakini kanisa ndio lenye nguvu na linalotakiwa kutoa sauti juu ya dunia yote, ili mambo yaende sawa sawa na Mungu alivyotaka, aliyeiweka dunia. Kwa sababu hawa na siasa au hizo falme hazina cha kwao wenyewe, na hawana kitu chochote, vyote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo yeye Mungu aliyeiweka dunia na vyote wanavyoviringia, walitakiwa wao watii katika hiyo, wao wahudumu wa Mungu kuifanya kazi katika dunia, kazi za kijiografia, za kisayansi, kazi za
ulimwengu wote, mambo yote, sayansi yote, wahudumu kujua hii sayansi tunahudumu kwa Mungu, kumtukuza Mungu. Sayansi mtukuze Jehova aliyeileta au aliyeweka hivyo vitu wanavyojivunia. Hawa wanasayansi wanajivunia vitu ambavyo ni Mungu aliweka, alafu wanampinga aliyeviweka. Mbaya sana. Yaani we baba yako, mzazi wako, wazazi wako waliokuzaa, wewe tena unasimama unaanza kuwapinga kama unawafundisha, ni kama yaani wewe ndio zaidi. Hapana. Zaidi ni mzazi. Tu wahudumu, anasema tu wahudumu wa agano lililo bora zaidi, lenye huduma bora zaidi. Naam. Na tena anasema ni wahudumu wa roho, si wa andiko. Basi sisi tumepewa neema iliyo kubwa zaidi. Neema iliyo kubwa zaidi ya wengine. Neema ambayo ni kubwa mno kuliko wengine wowote. Haleluya. Wewe ni mhudumu katika madhabahu takatifu ya Mungu mtakatifu. Kaa nyumbani mwa Bwana. Tumika katika madhabahu ya Mungu. Kaa katika madhabahu takatifu. Itwa mhudumu wa patakatifu pa patakatifu. Itwa mhudumu wa patakatifu pa patakatifu. Usiitwe mhudumu wa wanadamu duniani tu, imeishia hivyo. Huo ni upepo utakao peperuka na utapotelea, utayeyuka. Hauna kitu tena. Basi sisi tunaambiwa ni mawe yaliyo hai. Tumewekwa, tumejengwa ni mawe yaliyo hai. Tuitende kazi ya Bwana kwa utukufu wa Bwana Yesu. Shalom, shalom. Mungu akubariki. Roho Mtakatifu aendelee kukufunulia zaidi kutafakari maandiko haya. Katika Isaya 61:6 amesema, bali ninyi mtakuwa wahudumu, bali ninyi mtakuwa wahudumu wa Bwana, makuhani wa Bwana, watakatifu wa Bwana, wateule wapendwao na Bwana, wateule wapendwao na Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya sana. Ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, na watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao, na kujipatia utukufu na sifa kupitia hao, katika jina la Yesu. Ikatimie, 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 ikatimie sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya sana. Ndio, 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 ndio. Wahudumu patakatifu pa Bwana, watumishi wa Bwana, makuhani wa Bwana. Kumbuka neno hili tena, ninyi mtakuwa makuhani wa Bwana. Kwenye Agano Jipya analifafanua zaidi kule kwenye Petro. Anafanua zaidi kule kwenye Petro. Analieleza kwa uzuri, kwa upana zaidi ya hapo. Asifiwe Bwana. Atukuzwe Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro tulisoma juzi, nafikiri kama sio jana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari ule wa 9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ametuita tuingie wapi? Madhabahuni pake, kwenye ufalme wake, kwenye wokovu. Tukae humo, tuwe wahudumu wa patakatifu. Wezeshwa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba endelea kugusa mioyo na akili na macho yetu Baba. Yaone, yatambue, tufahamu ukuu wako na uweza wako na kusudi lile jema ulilolituletea duniani. Bwana, yaruhusu yale mapenzi yako yatendeke na yatimizwe kwetu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tuguse tena, tushike tena kwa mkono wako, Mungu mfalme na Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya upendo, uweza na nguvu zako Jehova. Asante kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako Mungu Jehova. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme na Bwana wa mabwana. Nalitukuzwe, nalisifiwe, nalihimidiwe jina la Yesu, kwa kuwa limejaa neema na rehema na nguvu. Bwana akubariki, akuponye saa hii,
aponye mwili wako, magonjwa yakimbie kwa damu ya Yesu Kristo. Roho za mauti nazipiga popote zilipo, kaziondoke. Nguvu inayoshindana kuzuia utumishi uliopewa, nguvu inayoshindana kuzuia utumishi uliopewa, naipiga hiyo nguvu inayozuia huduma ile. Karo aiskaramadi yosirmamadia sakataredeu babu ridis sana masiara. Nguvu zile zinazosimama kuzuia tu watu wasikutumikie, vijana wazee, kwamba wasikutumikie, kwa jina la Yesu hizo madhabahu nazipiga ziharibike. Madhabahu nazipiga ziharibike. Malaika pita kaskazini, pita kusini, pita mashariki, pita magharibi, pita juu. Malaika wa Bwana, mashambulizi na jeshi la adui linaloshambulia na kuzuia watu wasimtumikie Yesu. Vijana wengi wamenaswa kwenye dunia, kwenye vitu vya giza na uharibifu, na upiga wa uwezo kwa jina la Bwana. Na piga madhabahu na vunja na uwezo ule uliosimama wa kipepo, na usambaratisha kwa jina la Yesu, na vuruga na angusha mipango mibaya yote iliyosimama katika jina la Yesu wa Nazareti. Nimesimama kupindua chochote lolote la kuzimu na mauti kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene, ikaponye nafsi yako, ikaponye nyumba yako, ikaponye ndoa yako, ikaponye familia yako, ikaponye watoto wako, wakajazwe roho, wakajazwe uzima, vifungo vikaharibike, maisha yako yakabaki kwenye utumishi ambao una baraka na mafanikio yote katika jina la Yesu. Baba, fungua akili na fahamu zetu, jua kwamba kumbe mafanikio yetu makubwa yako ndani ya kukutumikia, yako madhabahuni pako. Bwana, funulia wengi katika dunia, funulia sasa roho mafunuo, ingia kwa vijana, ingia kwa wazee, ingia kwa kina kaka, kwa kina dada, ingia kwa watoto, ingia. Naomba Baba kuingia ndani yetu, aseme nasi, tufunuliwe macho, tuone utajiri wetu ulipo, baraka zetu zilipo, kwa kuwa umesema hatutakuwa na aibu wala kufedheka katika jina la Yesu wa Nazareti. Na upinga mpango wa adui wa kufedhesha, wa kuchosha na wa kuondoa mafanikio, na usambaratishwe na utupo nje sasa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Bwana akuponye ndoa yako, ujana wako, uchumi wako, kazi yako. Endelea kuyaweka maisha yako kwenye madhabahu ya Bwana. Unapofanya kazi sana, fanya sana moyo wako na akili yako kufikiri habari za neno la Mungu kwenye Biblia. Endelea kutafakari sana maandiko matakatifu na habari za mwisho za ulimwengu ujao, ule Yesu alienda kutengeneza. Roho Mtakatifu akushibishe, atushibishe, tuone hayo, tutafakari hayo katika jina la Yesu. Amina. Endelea kujazwa uzima, afya, neema, baraka. Yesu akujaze fadhili nyingi na nguvu sana, ayatunze, ayajenge maisha yetu. Kaa nyumbani mwa Bwana, karibia katika madhabahu yake kwa jina la Yesu. Haleluya. Karibu tena, nikukumbushe kusubscribe katika YouTube channel hii ambayo inapatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare na kulike na wengine. Na neema ya Bwana Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nawe ikikuwezesha katika yote. Karibu, tuna huduma kubwa mbili, ni moja kwa mbili. Moja ni ile ambayo siku zote tulikuwa nayo ya kusambaza injili vijijini. Ina gharama kubwa za fedha. Karibu, endelea kutoa sadaka yako. Nitakupa namba na namba ziko hapo. Kitaji namba za benki tunazo, namba ya simu tunayo, nitakupa hapo. Na ingine ni ile sasa ambayo tumepata ya kujenga madhabahu ambayo ni kwa ajili ya maombi na maombezi, ili wakusanyike hapo watu wa madhehebu yoyote kwa ajili ya ibada ya maombi na kumtukuza Bwana. Kwa hiyo kazi tunaendelea kujiandaa ili ianze. Kazi ya madhabahu ina baraka nyingi kubwa, kizazi baada ya kizazi. Usiache kushiriki, hata kwa vyovyote unavyojaliwa, shiriki kazi hii. Karibu sana, tumjengee madhabahu. Ni Bagamoyo huku Kiharaka, karibu na Mbweni ya Dar es Salaam. Karibu sana. Basi chukua namba alafu maelekezo mengine unaweza kuyapata. Mungu akubariki. Namba ya Vodacom na Airtel za kutumia kwa mawasiliano au kwa sadaka. Namba ya Airtel ni 0787 62 75 91, 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom
ni 0762 282 439, 0762 282 439. Baraka na rehema za Bwana Yesu ziwe nawe, akuangazie nuru zake na fadhili sasa na siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.